Jua lilichomoza kwa mwanga hafifu, likimwaga miale yake kwenye vumbi la kijiji cha Mbuyuni. Palikuwa na ukame wa matumaini, lakini mioyo ya watu bado ilikuwa hai kwa tabasamu la mshikamano. Asha alikuwa gumzo. Kila alipopita, macho ya vijana yalibaki kumtazama. Gauni lake la rangi ya manjano lilikuwa kama jua linalotembea. Alikuwa mrembo mwenye kila sababu ya kutembea kifua mbele. Siku hiyo alipokuwa akitembea barabarani kuelekea dukani, alimwona mama mmoja ameketi kando ya ukuta wa udongo. Nguo zake zilikuwa zimechakaa vibaya, sura yake ilikuwa imechoka, lakini lenye tabasamu la kina. Mbele yake alisimama kijana mmoja mwenye suti nadhifu, Brian, akiwa anatabasamu akimkabidhi pesa mama huyo. Asha alicheka kwa sauti ya dharau. Huyo mama mbona kama kichoko? Halafu mwanaume mtanashati kama Brian anampatia pesa? Dunia imeharibika kweli. Alijigamba kwa sauti huku akipiga kicheko cha kejeli. Brian alitazama kwa muda, akamsalimia Asha kwa heshima, kisha akaendelea kumkumbatia mama huyo aliyeketi. Asha hakujua kuwa mama huyo si ombaomba wa kawaida. Alikuwa ni mtu wa pekee katika maisha ya Brian. Alikuwa Mama Rehema, mama ambaye ni mwanamke aliyemlea Brian kwa mikono yake alipokuwa yatima, akimpa kila kitu alichoweza licha ya kuwa hana kitu. Siku iliyofuata kijiji kilikuwa na shughuli ya pamoja ya usafi wa soko kuu. Kila mtu alikuwa amealikwa, hata Brian alishiriki, akiwa amevaa nguo rahisi, akishikilia koleo mkononi. Asha naye alikuwepo, lakini alikuja kwa muonekano wa kutazama tu. Hakuamini macho yake alipoona Brian akifanya kazi bega kwa bega na Mama Rehema. Asha alimvuta rafiki yake Lulu na kuanza kumnong'oneza, mbona Brian yuko karibu sana na yule mama? Hawawezi kuwa wana uhusiano wa... Lulu alimkatisha kwa sauti ya chini lakini nzito. Asha, unajua huyo mama ni nani? Hapana, ila unajua hafai kuwa karibu na mwanaume kama Brian, Asha alijibu kwa dharau. Lulu alimtazama kwa masikitiko. Brian alikulia yatima. Baba na mama yake walifariki kwenye ajali alipokuwa na miaka 4. Huyu Mama Rehema ndiye alimlea. Alimwosha, alimlisha, alimpeleka shule kwa pesa za kuuza mandazi na kushona nguo chaka.